Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Diwakeo TV. Serikali ya Uingereza imefikisha Tanzania katika Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa yani UNHRC, ikitaka kufanyika kwa uchunguzi wa huru na wa kina kufuatiwa kile kilichofuatia ukatili wa kushitukiza uliotokea baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025, ikiwemo tuhuma za mauaji kinyume cha sheria na miili ya wahanga kufichwa. Hoja hizo zimewasilishwa na balozi wa haki za binadamu wa Uingereza Eleanor Sanders wakati wa mdahalo mkuu wa 61 wa baraza hilo mjini Geneva, Uswizi, Machi 2 mwaka 2026. Uingereza imetumia jukwaa hilo la kidiplomasia kushinikiza Tanzania kutoa majibu juu ya mfululizo wa matukio ya uvunjifu wa amani na haki za binadamu yaliyoripotiwa nchini humo. Katika tamko hilo, Balozi Sanders ameweka wazi kuwa Uingereza ina taarifa na ushahidi wa matukio ya kusikitisha yaliyojiri kufuatia mchakato wa uchaguzi, jambo ambalo liliotia doa utawala wa serikali wa sheria na demokrasia nchini. Na nukuu, lazima kuwepo na uchunguzi wa huru na wazi na jumuiya wa matukio ili kuhakikisha uwajibikaji kwamba uhuru wa msingi wa haki za katiba za Watanzania wote zinalindwa, amesisitiza Balozi Sanders. Hatua hii ya Uingereza kuishtaki Tanzania mbele ya Baraza la Haki za Binadamu wakati ambao tume ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka 2025 iliyoundwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ikiendelea kutana na kufanya mahojiano na watu mbalimbali wakiwemo viongozi wa sasa, wastaafu na wadau mbalimbali ili kukusanya taarifa na ushauri wa kitaalam juu ya kile kilichotokea. Mbali ya kusaka haki nchini Tanzania, Uingereza imetumia fursa hiyo kukemea ukiukwaji wa haki maeneo mengine ikiwemo Gaza na Ukingo wa Magharibi, ikitaka Israel kuruhusu misaada na kusitisha ujenzi wa makazi China, ikitaka kuachiliwa kwa watu waliowekwa kizuizini kiholela Xi Jinping na kukomesha kwa kazi ya sulba na Ukraine ikiendelea kuunga mkono mamlaka ya Tanzania hiyo dhidi ya uvamizi wa Urusi. Hayo ni maneno ambayo amezungumza balozi wa Uingereza nchini Tanzania akiwasilisha katika jukwaa la haki za binadamu katika mji wa Geneva, Uswizi. Una maoni gani Mwanakeo TV? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section, nitakuja kupitia nione una mawazo gani kwa hichi ambacho balozi wa Uingereza alivyozungumza katika Baraza la Haki za Binadamu katika mkutano pale Geneva. Bye bye.